Hizi ni silaha 10 kali za kivita kutoka Urusi zinazotumika mbele ya vita na kushangaza. Urusi imeendeleza na kutumia silaha zenye nguvu kubwa na teknolojia ya hali ya juu katika medani ya vita. Kuanzia mabomu ya angani hadi bunduki za leza za kudunga drones. Hizi ndizo silaha 10 za kipekee ambazo zimekuwa gumzo katika mapigano yanayoendelea, hususan katika mipaka ya Urusi na maeneo ya Ukraine. Namba 1 ni Tsar Bomb FAB-1000, bomu la maangamizi. Bomu hili la anga lina nguvu kubwa sana kiasi kwamba hutumika mara chache tu. Ripoti zinaonyesha kuwa lilitumiwa kuzuia haraka juhudi za vikosi vya Ukraine kuingiza magari ya kivita katika eneo la Belgorod, Urusi. Namba 2 ni UR-77 Meteoroid, tengenezaji njia ya usalama. Kifaa hiki kinachotembea chenyewe hutumika kuondoa mabomu ardhini, lakini pia kinaweza kuharibu ngome za adui. Kimekuwa msaada mkubwa katika maeneo yenye mitego na mahandaki. Namba 3 ni Turtle Tank, gari la kivita lisilopenyeka. Tanki hizi zimefunikwa kwa muundo wa chuma unaofanana na gamba la kobe, ikilinda sehemu ya juu, pande na mnara wa tank. Muundo huu huongeza ulinzi dhidi ya mashambulizi ya drones. Namba 4 ni bunduki ya leza, unaita mwindaji wa drones. Silaha hii ya leza inaweza kugundua drones kimya kimya umbali wa hadi mita 500. Miale ya leza huharibu injini, vilemba na betri za drones, na hivyo huzifanya zishindwe kuendelea kuruka. Namba 5 ni Terminator, msaidizi wa vitisho, yani kifaa hiki cha msaada kwa tenki kina bunduki ya milimita 30 na mabomu yanayodhibitiwa kwa mbali. Kimeonekana kikifanya kazi kwa mafanikio katika maeneo ya mapambano ya karibu. Solitary Sepyok, mtupaji moto wa kufa na kupona, yani kifaa cha kutupia moto, kufa na kupona. Mfumo huu mzito wa kutupa moto hutumia mashambulizi ya thermobaric kuchoma maeneo ya adui katika mpaka wa mkoa wa Kursk. Mfumo huu ulionekana ukiharibu kabisa ngome za wapinzani. Namba 7 inashikiliwa na Uragan, yani wanaita mvua ya makombora. Uragan, ambalo linamaanisha kimbunga, ni mfumo wa kutupa makombora unaolenga umbali wa zaidi ya kilomita 25. Baada ya kupokea coordinate, kuachia mvua ya makombora ndani ya sekunde chache tu, mji sehemu inasambaratika. Namba 8 ni Lancet, yani droni inayomaliza magari ya NATO. Lancet ni droni ya kujilipua ambayo hushambulia magari ya kivita ya magharibi kila siku. Katika mapigano ya Sudza, droni hii ilionyesha uwezo wake wa kipekee wa kubomoa malengo ya adui. Namba 9 ni Kinzhal, kombora la kasi ya radi. Kombora la Kinzhal lina uwezo wa kusafiri kwa kasi mara 12 ya sauti. Lilitumika kushambulia miundombinu muhimu nchini Ukraine na lina sifa ya kuwa gumu sana kudunguliwa. Namba 10 ni Oreshnik, ugunduzi wa mwaka 2024. Hivi ndivyo linavyoitwa. Kombora hili la Oreshnik lilitumiwa mara moja tu Novemba 2024, lakini lilisababisha mshtuko duniani. Uharibifu na usahihi wake ulitangaza kama silaha mpya ya kushangaza duniani. Haya ndiyo mambo ambayo yanatokea ulimwenguni na ndio teknolojia ambayo anayo Urusi hadi hivi sasa, ndio maana ulimwengu unamwogopa. Hii ni ripoti ya Media wa Express na mimi ni Hassan Magulumali.